na kukufa kwangu ni faida. Haleluya. Hiyo ni Paulo alisema hivi. Kuishi kwa mteule ni faida na kukufa kwa mteule. Kuishi kwa Yesu, kwa mteule ni Yesu na kukufa kwake ni faida. Kwa maana mteule akikufa siku ya leo ataenda paradiso. Je, wewe mtu ambaye umekaa ndani ya dhambi, ukikufa siku ya leo utaenda wapi? Haleluya. Hiyo ndio swali hili nauliza. Mimi sina haya kwa ajili ya Yesu. Maana Yesu amenitangulia tangu pale mwanzo. Amenipea hii hekima ya kuhubiri neno lake kote ulimwenguni kwa kila kiumbe. Kulingana na ile amri ambayo ametupea katika Marko 15:16. Akasema akatutuma sisi watume wake tukaende tukahubiri injili kote ulimwenguni kwa kila kiumbe. Na akasema yule pale anasemaje? Na akasema miguu ile ambayo inabarikiwa ni ile miguu ambayo inapeleka ujumbe ambao ni ujumbe wa ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo wale wanaopeleka hii injili wamebarikiwa sana kuliko wale ambao wamepewa miguu lakini hawaenezi neno. Miguu yao inatembea wakienda kutenda uovu ama ikienda kutenda mambo yao ya ulimwengu. Haleluya. Mimi nashuhudia sana kwa maana Yesu mkombozi. Nimeona Yesu anaendelea kufanya kitu inaitwa revival na deliverance ndani ya wanadamu. Watu wanainuliwa ndani ya roho ili wakaweze kuhubiri neno bila tatizo lolote ama kasi lolote katika ulimwengu. Kwa hivyo katika kitabu ya Mathayo 23 pale inasema 28. Yesu akiongea na watume wake pale aliwaamrisha akawaambia, mimi nawatuma katika msitu ambao ni msitu umejaa wimba mwitu, ili mkaweze kutekeleza ahadi yangu ya kukomboa wana wa Israeli ambao walie katika ile msitu. Ishara ya msitu ni nini? Ishara ya msitu ni ulimwengu. Kwa maana msitu unajaa nini? Umejaa miti. Na miti, ishara ya mti ni nani? Ni mwanadamu. Kwa hivyo katika ule msitu kumejaa wanadamu pale. Kumejaa miti ambayo ni wanadamu, ambao ulimwengu ni msitu. Na Yesu anasema kati ya hiyo miti kuna wana wa Israeli wako pale. Na ndio kazi tumepewa katika ulimwengu. Ili wateule wa Yesu tukaweze kuhubiri injili hii. Ili tukaweze kutoa watu katika makaa wakaweze kuona ufalme wa mbinguni. Si kuhubiria watu maisha yapo ulimwengu ama mambo hapa na watu wende wakateketezwe katika jehanamu. Haleluya. Maana Yesu anasema atakayepotosha mmoja wa kondoo katika ufalme wa mbinguni, heri afungue jiwe la kusaga na kutupwa katika bahari. Atupwa katika bahari. Na ndio mimi nimekuja kutangaza nikipaza sauti langu Isaya pale 54. Yesu anasema nisimame katika nyumba juu nikaweze kupaza sauti yangu mbele ya mataifa na mbele ya ulimwengu, ili nikaweze kuambia wana wa Israeli kuhusu dhambi zao ambayo wanayotenda, ili wakaweze kutoka katika ile dhambi ambazo zilikuwa zinafanya na babu zao na tangu pale mwanzo, ili wakaweze kuombolewa. Maana roho wa Yesu, sisitafai pale Isaya, maana roho wa Yesu hapo juu yetu, ili tukaweze kuwapea wale wateka ujumbe mpya ambao wa ukombozi katika dhambi, ili wakaweze kuombolewa na kuwekwa huru katika maisha yao. Si kukaa katika captivity ya ibilisi, wakikaa pale wakipimia, wakigojea mana ambayo inayotoka katika muumba, wakule na washibe na wastarehe. Hii lugha hiyo kama naeleweka. Hiyo ni lugha ya hekima inaongewa pale. Kwa hivyo wapendwa Yesu, nimekuja kutangazia wale wana wa Israeli ambao wako ndani ya mateka, ili wakaweze kuombolewa pale. Isijelishe unaabudu mali wapi, lakini ujue Yesu ako na habari njema ya ukombozi. Maana yeye ndiye mwenye rehema na rehema zote ni zake na huruma. Yeye anakomboa kila mtu. Anakomboa wanadamu kutoka dhambi ili akaweze kuweka huru. Na damu yake ni damu yenye gharama ya juu sana. Maana ile damu ilikuwa pale tangu mwanzo na babu zetu ambao tulikuwa tunajua walikuwa wanatumia damu za wanyama kutekeleza sadaka. Hiyo ilishindwa na nguvu wakati Yesu alisulubishwa msalabani. Ili atakayemwamini na kukubali huyu Yesu akaweze kupata uzima wa milele ambao ni uzima ambao hautingiki.
Maana Yesu ni ngome imara. Damu ya Yesu inaosha, ikatutoa katika ile captivity, nikatutupea mamlaka ya kuishi katika neno. Ili atakaye mkubali, hiyo Marko 16 pale nasema, ili atakaye mkubali akaweze kuambatana na ishara za ufalme wa mbinguni. Ataekelewa wagonjwa mikono, watapona. Tuko na uwezo wa kuekelewa wagonjwa wenye ukimwi inatoka inaenda. Tuko na uwezo wa kuamrisha ugonjwa ya kisonono ama ugonjwa aina yote ya malaria na maoma ili ikaweze kutoka, maana Yesu ametupea mamlaka. Tuko na uwezo wa kufufua wafu, wale ambao wamekufa, kama Lazaro, kumwambia Lazaro toka na uende katika makaburi. Wale watu ambao wamekaa pale wakingojea chakula ya mazishi wanahangaika, wanashangaa Yesu amefufua ule wenye tulikuwa tunataka kuzia tutazika ndani. Kwa hivyo siku leo natangaza aje kwa mwanadamu. Natangaza kwa ule mti ambao uko katika ule msitu, ili ukaweze kufufuka tena, ukaweze kusimama imara ndani ya injili ya Yesu. Na Yesu atakuambia maisha yako, ataweka huru. Na mambo yako itakuwa imesimama imara kama utasimama imara ndani ya Yesu. Maana Yesu anasema nini? Simama imara, umtetee Bwana wa Yesu. Na yeye mwenyewe atakutetea wakati wa maangamizi. Wakati tunaenda kuangamia, maana ibilisi kazi yake ni kuchimbua mashimo na kutuwekea mitego kila wakati ili tukaweze kuangamia. Ndio unaona watu ibilisi, unajua ibilisi hata kuja kama ibilisi ati muone akona pembe akona mvua. Ibilisi anatumia mke wako, ibilisi anatumia mtoto yako, ibilisi anatumia bosi wako, ibilisi anatumia mwanadamu ndugu yako mwenzako ili akaweze kutekeleza wewe. Maana najua kile umewekwa na Yesu ndani yako ni kikubwa, na yeye kazi yake ni kuharibu tangu mwanzo pale aliumbwa. Biblia inasema nini pale? Tangu mwanzo yeye kazi yake ni kuwa na kuharibu na kutekeleza na kuiba. Na ndio amekuja kuiba. Na ndio unaona ameiba akili za wanadamu hapo duniani. Anaiba akili za wanadamu ili akaweze kuharibu. Corinthians, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Inasemaje? Inasema Mungu wa hii dunia hii amefufisha akili za wanadamu na kuweka fikra wofu ili wale watakaye watu wakatae kuamini neno ambalo linahubiriwa la ukweli, ili wakaweze kukaa katika giza wakisema wanaenda katika ufalme wa mbinguni. Na ndio unaona umateka wa mashetani, watu wanasema wanaabudu Yesu na bado wako ndani ya umateka. Na ibilisi mjanja akaletea watu dini na serikali za dunia. Mimi nataka niwatangazie siku ya leo kitu kingine. Shetani ametumika kama the mark of the beast. Revelation 13. Shetani ametumia the mark of the beast, akitumia serikali za dunia ili akaweze kuvuruga wengi na kuwaleta katika jehanamu. Maana hiyo ndio kazi yake. Ametumia dini pia kuvuruga watu, kuwaleta katika jehanamu. Mimi nawaambia ndugu zangu, tega masikio yako vizuri na usimama ndani ya kinara juu ya nyumba na usikise sauti, lakini ujue kuna sauti ya mwovu inaongea katika ulimwengu. Sauti ya udanganyifu ambayo inadanganya watu ili watu wakaweze kukaa ndani ya dhambi, ili watu wakaweze kuishi katika maisha hii. Na ndio unaona maadili wa shetani wamekuwa wengi. Freemason, Illuminati na wachawi na waganga wa Biblia wameshika Biblia ili wakaweze kutegemea karibu wanadamu. Hii ni unabii na dunia mzima, ili atakaye kubali hii neno ili akaweze kusimama. Maana hii neno si ile injili ambayo ilihubiriwa katika ulimwengu ya kuchukua watu na kuwekea mikate na manemane na samaki mkule mshibe, lakini jiona mwiwagoje. Hii ni injili ambayo linaleta upendo, ili ndugu yangu akiwa kwa shida nikaweze kumwambia neno ambalo linaweza msaidia. Ili ndugu yangu akiwa ndani ya mateka, ili nikaweze kumwambia atoke pale na akaweze kukombolewa. Sikukaa ndani ya chuki, sikuhubiri injili ndani ya chuki na vitina, ati tukichukiana. Hiyo ni mbaya. Hii ni ibilisi anatutumikia mahali pale. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu, mimi naimiza siku ya leo nikitangaza ukuu na mamlaka wa Yesu. Hili jina la Yesu ni jina lenye upako. Kristo Yesu ni jina lenye upako. Si ile Kristo Yesu ambaye alikuwa anatembea na mwili na nyama akionekana wakati wa sheria. Yesu ambaye tunaabudu, yeye ako mahali hapa na anatembea na sisi bamba tu bamba. Maana yeye ako present kila mahali. Kwa hivyo ndugu yangu, ukimgeukia Yesu na mtazame, siku ya leo mambo yako yatabadilika, maana yeye ni mfalme. Na yeye ndio mfalme wa wafalme wote, na mtoto wa mfalme anaishi kama mfalme.
Haleluya. Mimi nasema hivyo. Hata mimi ukiniegea vitina zako ati sijui ati kasi yako ni, wacha nikwambie ndugu yangu, wewe utekelee mkono katika transformer. Unaniletea kiburi yako na kiburi yako. Mimi nimeona wengi walileta kiburi mahali hapa. Si wengi walileta kiburi na wote walienda. Ni watu wangapi hapo wameenda katika kwa sababu ya injili? Si wengi. Ni watu wangapi wameenda katika injili hapa nikiwatangazia. Unajua watu wanaona kama mtu anatembea hapa wajika mtu ni. Mimi ni kama mtu, Lakini neno la Yesu, Roho wa Yesu uko juu yangu ili nikaweze kutajia watu kule mamlaka. Wacha nikwambie ndugu yangu, mimi sina ubaya na mtu yeyote, lakini chunga sana, kuna watu ambao si wa kuchezewa bwana. Mimi upande wangu sichezee. Ukicheza zaidi yangu bali mafredo utachomeka bure. Utachomeka bure kwa maana hii injili nimepewa na Yesu, si ile injili wanadamu wamepewa. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu, naimiza siku leo ndugu na dada ambaye mayapa, ambaye moyo wake imepondeka, Yesu atashughulika juu ya maisha yako. Maana ndio anajua kesho yako, na ndio anajua mahali umetoka. Mahali ndio anasema mahali tumetoka ni mbali sana, na mahali tumefika ni Yesu. Kwa hivyo wapendwa Yesu, mahali tumetoka ni Yesu ametuwezesha. Kwa hivyo kwa haya machache na hayo mengi nimeongea, wacha nishukuru Yesu na tuombe. Yesu